tukatafsiriana kwamba tulikuwa tunaonana as umungu kabisa. Lakini mawazo yetu yakibadilika sasa hivi tukaanza kuonana kwamba huyu aliye naye muona ana mawazo ya Kristo Mungu. Kwa hiyo huyu ni Mungu kabisa. Fikiria kila mtu aanze kumuona mwenzake ni Mungu. Fikiria kila mtu akimtazama mwenzake aone anasema namuona Mungu. Ni ngumu itakuwa tena kuitana majina ambayo tumeitana. Tumeitana majina hayo na tumeitana hivyo kwa sababu sisi tulipoteza maana ya kujijua tena kama ni Mungu. Kwa hiyo katika hali hiyo tukajuana tofauti. Tukajuana yule ni hivi, yule ni vile, yule ni vile. Kwa hiyo ilionyesha namna tayari tulikuwa tumejigundua tofauti. Lakini tukianza kujifunza wote tukajijua tulivyo Mungu. Na tukagundua kila ninayemuona ana mawazo ya Mungu. Haijalishi ni mangapi, lakini huyu ana mawazo ya Mungu. Kwa hiyo nitamuita Mungu kwa mawazo yale yanayoamini, ambayo yamefika kwenye hali ambayo haamini awe nusu, haamini awe Mungu kidogo. Kwenye wazo lake moja ambalo ameshajiamini yeye ni Mungu, nimchukulie kabisa na nimuite pale Mungu. Kama ambavyo tumesema maji wanasema yana oxygen na hydrogen. Kwa hiyo yawe mengi ya ziwa zima au bahari au liwe tone moja, lina hali hiyo. Kwa hiyo tuchukulie kwamba wazo la kila mtu ambalo limeshabadilika likawa Kristo Yesu, huyo ni Kristo Yesu kwenye hilo wazo kamilifu. Kwa hiyo nikimwangalia mtu yote anayesema amemwamini Yesu, basi nimuite kupitia hata wazo moja analo, nimuone kwa njia hiyo, kwa wazo hilo moja yeye ni Kristo. Najua nitabadilisha mtazamo wa kumuona yule mjinga tu, yule hana kitu tu, yule kwani nini, yule ataniambia nini, yule vipi, yule yani nitatoka kwenye kwanza kumuona mtu mwingine yule vipi, kwani yule ataniambia nini, yule vipi bwana. Umeona? Kwa hiyo na kwa kadri nitakavyoanza kumuona huyo mmoja katika wazo hilo moja ni Kristo, ina maana tayari inanipa respect ya kumrespect, kwa sababu Mungu anaheshimiana. Mungu hatofautiani hata katika wazo moja. Anasema katika wingi wa mawazo yake yeye ni mmoja. Hujiona katika umoja, hujitambulisha katika umoja, hajitambulishi katika uwili kabisa, anajiona katika umoja, anajitambulisha katika umoja. Basi nichukue fursa hii kukaribisheni nyote wale mliojiunga tayari na sisi tulioko hapa, tusafiri kwenye kipengele kile kilikuwa kinaitwa Yesu ameichukua dhambi ya ulimwengu. Sasa huku mbele tunapozidi kwenda, mkumbuke tumeshaelezea kuhusu jamii mbili za Adamu, Adamu wa kwanza na Adamu wa pili au Adamu wa mwisho. Adamu wa kwanza tumeiona jamii yake, tumeiona asili yake, na tumeona tamaduni zimejieleza vizuri kabisa. Adamu wa kwanza ni wa udongo, Adamu wa mwisho ni roho mwenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alianguka, Adamu wa pili hajawahi kuanguka. Adamu wa kwanza ni mtu, Adamu wa pili ni Kristo. Sasa tunapozungumza Adamu wa kwanza alipoanguka na kupata dhambi, Adamu wa pili ndo amekuja kuziondoa dhambi. Kwa Adamu wa kwanza alipoanguka, hapo ndo Adamu wa pili alikuja kuchukua ile nafasi. Adamu wa kwanza alikuwa mfano, Adamu wa mwisho ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tulianguka kwenye mfano, ila tunainuka kwenye uhalisi. Adamu wa kwanza, maandiko yanasema wakati mke wake akiwa ameshaanguka tayari, kwa lugha rahisi, yeye hakuwa ameanguka, na kwa sababu hiyo mazingira na kila kitu hakikuonyesha utofauti, kwa sababu kumbuka, kwa kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Sasa ili dhambi iingie ulimwenguni ilimtaka Adamu mwenyewe, na Adamu kwa sababu alikuwa amebeba mbegu. Na hapa ndipo tukitaka kukubaliana ndio tutagundua kwamba Mungu hakuumba watu, Mungu aliumba mtu, ili kila mtu, mwanamke na mwanaume, wote waitake nafasi ya Adamu, na wakiitaka wote nafasi ya Adamu ndio watatoka kwenye kujiwilisha. Unajua changamoto imekuwa kwamba kwa sababu Adamu katambulishwa kwa jinsia ya kiume na mwanamke ametambulishwa kwa nafasi ya Hawa, lakini watu wanasahau kwamba Mungu hakuumba mwanamke na mwanaume. Maandiko yanasema aliumba mwanamke na mwanaume, aliwaumba. Zile bado ni maelezeo, lakini koti ile yo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 alisema na tumfanye mtu, sio watu. First mention mtu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu,
ndo anawatawanyisha wakatawale. Ndo sasa pale anakuwa anaonyesha ule mpango wake, anataka wawe zaidi ya mmoja, lakini wanatoka kwenye mmoja. Kwa hiyo watakapokuwa zaidi ya mmoja haibadilishi, ni mmoja, na ndio maana watakuwa wengi, ili wapewe hiari za kiutashi na nafsi, ili zile nafsi zihiari kwa hiari kurudi kwenye umoja. Kwa hiyo baadaye aliposema mwanamke na mwanaume aliwaumba akawabarikia, koti hiyo sawa, utatumia hiyo, lakini tukienda kwenye sura ya 5 mstari wa 1, hiki ndio kizazi cha Adamu. Hapo Mungu alipomuumba mtu mara ya kwanza, alimuumba, anaelezea mwanamke na mwanaume aliwaumba, akawaita jina lao Adamu. Anarudi kwenye umoja. Mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 17, sura ya 17, anazungumza mstari wa 17 anazungumza tena, anasema aliumba watu wa kila kabila na mila na kila taifa kwa kupitia mmoja. Kwa hiyo huyu mtu mmoja ndiye aliachanishwa kwa vipande viwili. Vipande viwili ndio vikapewa jinsia. Kwa hiyo kwanza mwanadamu anajitambua, hakujitambua katika jinsia, kwa sababu alikuwa mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu, tumeambiwa Mungu hajitambui katika jinsia. Kwa hiyo jinsia inakuja kwa sababu ya production ambayo huyu mtu mawazo yake yatakuja kuielewa, na alikuja kuelewa bahati mbaya baada tu ya kuanguka, ndo akatambua jinsia yake. Kwa hiyo Mungu anapomuumba mtu, yule mtu wa kwanza kabla hajaanguka, huyu mtu hana tofauti, kumbuka, na Mungu. Ni mfano wa Mungu, kwa hiyo anaishi kama Mungu. Kwa kama Mungu hali, huyu mtu alikuwa hali. Kama Mungu haoni njaa, huyu mtu alikuwa haoni njaa. Kama Mungu hachoki, huyu mtu alikuwa hachoki. Kama Mungu anapatikana kila mahali, basi huyu mtu pia alikuwa anapatikana kila mahali. Kwenye bustani ilikuwa kituo. Kumbuka ni mfano wa Mungu. Kumbuka mfano. Copy and paste. Siku ile nikazungumza neno moja hivi, nilikuwa sijapata udhibitisho. Leo mchungaji Justin amenipa picha moja hivi amazing sana. Kumbe kuna watu tayari kweli wamezungumza na wanasayansi, wameelezea namna mwili ambavyo huu mwili unaoona umeachana, yaani umekusana sehemu ilizounganika tu. Kwa hiyo na ndio maana ukiangalia kwa mfano wale wanaocheza yoga, I don't know, imekuja tu. Huwa kuna watu naona wanadumbukiziwa sindano, wanadumbukiza kwenye mwili sindano kabisa, zinadumbukia hivi na hakutoki damu. Ina maana wanaona zile njia za mwili zile na wanapitisha zile sindano. Huenda sijui wanavyofanya, sijajua kabisa hicho kitu. Lakini kwa nini zile sindano zipitishwe kwenye mwili halafu ule mwili usiumeumia na unatoka damu? Kwa nini? Ina maana kuna mahali wanapopitisha ambapo kuna maungio ambayo hayaruhusu damu kutoka. Halo? Kwa hiyo mwili umeukwa parts zile parts zile ambazo hizo parts ili ziendelee kuwa hai, fresh blood, mwili unavyokuwa fresh, ina maana zile parts zimeungwa kwa njia ya mawazo, ambayo hayo mawazo yanazalisha kitu kinachoitwa seli, na zile seli ndio zinahudumia hizo parts kuwa katika hiyo hali. Kwa hiyo mtu alipokuwa mfano wa Mungu, ina maana yale mawazo mema yalikuwa mfano wa Mungu mwema. Ndio maana hakuhitaji kuwa na damu yule mtu, kwa sababu yale mawazo mema ya mfano wa Mungu mwema yalikuwa yamezalisha seli ambazo zimeenda moja kwa moja kwenye parts za mwili. Kwa hiyo zile parts za mwili zimeshikiliwa kwa mfano wa Mungu straight, kwa mawazo mema yanayopitia seli kushikilia zile parts. Sasa huyu mtu ndio maana nasema alikuwa kila mahali, na maana alikuwa na uwezo, kwa sababu kila wazo moja lina seli na seli imeshika parts ya mwili. Sasa chukua kwa idadi zake zote. Kwa hiyo huyu mtu akisema na akawaza nataka niende Dar sasa hivi, anaamua kusema niwe Dar. Wakati anakubaliana tu vile anakuwa Dar, kwa sababu anatawanyika, alafu anasafiri mawazo yanayosafiri, kwa sababu hakuna damu inayoweza kumwagika hapa kwamba mishipa itakatika, wewe damu zimwagika hapa, kuwa na hicho kitu. Sasa mwanadamu alipoanguka, ina maana kaanguka kwenye mfano wa Mungu huo unayoshikilia nyuma. Ina maana alipoanguka kwenye ule mfano wa Mungu, ina maana mawazo mazuri ambayo yanashikilia seli ambazo zinashikilia parts za mwili zikawa tayari zina heri, ndio ikabidi kutengenezwe mfumo mpya. Oh, haleluya!
wa mishipa yenye damu, ili ile damu, hali ya kuto kushikiliwa huku, ule mfumo wa damu ndo sasa uhai uwe kwenye damu. Sasa utokee kwenye ule uhai utokee kwenye damu, sasa kufanya kutayarisha hizo seli zihudumie hizo parts za mwili. Sasa tayari mtu anapopokea ile damu tayari amekuwa mzito, tayari hawezi akatawanyika, maana mishipa itakatika na damu itamwagika. Kwa hiyo mtu akaa na limitation kuanzia pale, hawezi tena kufanya hivyo. Na sisi tumezaliwa tuna mishipa na damu. Oh, haleluya! Ndio tuna limitation. Na kumbuka, bila damu, sasa ile damu, kumbuka kama labda tuchukulie labda mawazo yangebaki yakihang juu, halafu yanatakiwa yaendelee kuzalisha seli na zile seli ziendelee kuhudumia zile parts za mwili. Sasa wazo lingekuwa likifa kwa kujua mabaya likafa, ina maana linakuwa haliwezi kuihudumia ile seli, linakuwa haliwezi kuzalisha seli, na ile seli ambayo ilikuwa inazalishwa kuhudumia parts ya mwili inakuwa haizaliwi. Ina maana ule mwili uliokuwa unahudumiwa na ile seli pale, ina maana unakufa, yaani pale panaoza. Kwa hiyo ina maana mtu angelikuwa anaoza, anakuwa shika hapo, ukimshika mtu anaweza kabonyea hapa kwa sababu ameshaoza hapa. Kwa hiyo watu wangekuwa wanatoboka, mili yao ingine inatoboka, inakuwa na matundu. Hello. Sasa kutengenezwa system ya damu na uhai kuwa kwenye damu, sasa yale maisha yanakuwa sasa yanaendeshwa na ule mfumo wa damu kuufanya mwili uwe fresh. Hello. Kwa sababu ya ule mzunguko wa damu. Kwa hiyo ina maana hata kama seli wazo limekufa, halizalishi ile seli, ile seli haiendi kuhudumia ile parts ya mwili, haiozi pale, kwa sababu kinachofanyika zinapungua sasa tu idadi. Ndio maana zinapopungua zile idadi, ina maana mtu anaanza kushuka mzima, sio eneo la tundu litoboke alafu huku kwingine bado mzima. Yale maisha sasa, seli kama zilikuwa zinazalishwa 1000 kufit kwenye parts 1000 zote, sasa zinazalishwa parts labda 800. Kwa hiyo 200 zote zinakuwa hazipokei. Sasa hali ile ya 200 kupungua ni mtu mzima anashuka, sio anatoboka. Ndio tunaanza kuzeeka. Ndio maana tunaanza nywele moja inakuwa nyeupe wakati zingine nyeusi. Ile imekosa kuhudumiwa na seli nywele. Kwa hiyo mwili unashuka, ngozi inaanza kujikunja, inashuka, unasinyaa, unapungua, lakini mzima hautoboki mahali. Ni hatua za mbele sana kusikia unaanza kulalamika mgongo, unaanza kulalamika mguu, unaanza kulalamika nini, lakini unashuka mzima. Haleluya. Na kadri ya dhambi ndio hiyo sasa, kuona kwamba wewe haufikii kiwango kinachohitajika, kwa unashuka. Sasa kwenye hichi kipengele tunachozungumzia, Yesu alikuja kuichukua dhambi. Ina maana ni nini? Tulisoma siku ile Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56. Inasema uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni torati. Yaani ni sheria. Kwa hiyo ina maana tukitoa ushahidi unaoonyesha dhambi kuondolewa, mawazo yako yakatambua dhambi haipo, ina maana yanajiumba kwenye dhambi haipo. Kwa hiyo yakijiumba kwenye dhambi haipo, ndo hapo tunapata hayo mawazo mazuri ambayo ni Kristo. Kwa sababu baada ya mwanadamu kuanguka, ubinadamu wote una dhambi, kwa sababu unazaliwa una damu na mfumo wa kiadamu. Sasa ule mtu kuzaliwa tuna ule mfumo ndo mwenye dhambi. Ndio maana tunaitwa wenye damu, yani wanadamu, yani wamezaliwa hao wanadamu. Kwa hiyo yani wewe kwa kuzaliwa tu una damu, maana yake wako unatangaza wewe una dhambi. Si kama naelewa? Yaani kitendo cha wewe kuzaliwa tu una damu waga ni ishara ya moja kwa moja wewe una dhambi. Na kama unafikiri nakutania, ile imeshatengenezwa kwenye mfumo, sasa imeshatoka kwenye mind imeshakuwa uploaded kwenye mfumo wa mwili, na inajua kwamba unapozungumzia kuwa na damu ina maana gani. Kwa hiyo kitendo cha kuzaliwa tu wewe una damu, tayari waga umezaliwa wewe una dhambi. Kama unabisha tukuache kwenye jengo kama hili uzaliwe mtoto mdogo kabisa, halafu
Hakuna mtu yoyote akulee humu. Chakula tuwe tunapitisha pale hivi, tutoboe pale chini ya mlango, tuwe tunaweka pale chakula, anachukua mtoto anakula. Tangu mtoto hajui chochote kinachoendelea ulimwenguni huko, yuko tu unampitisha hapo chakula na kula. Hajawahi kusikia habari hata maneno, ili jengo liwe polini ambako hata ndege hawasikiki sauti yao humo ndani. Awe peke yake, asikie chochote. Utashangaa atakuwa, atakomaa, ataanza kuzeeka atazeeka huko na atakufa. Hapo ndo utashangaa nini kimetokea, kwa sababu amezaliwa ni mwenye damu. Unaelewa? Kwa mfumo wa kuzaliwa na damu ukawa ni dhambi. Ndio maana yeye anasema kwa kuzaliwa tu tayari tulikuwa wenye dhambi, kwa sababu tumezaliwa tuna damu. Sisi ni binadamu. Ndio maana Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika bi Mungu, sio binadamu. Bi Mungu. Halafu anasema ndio wale waliozaliwa sio kwa damu. Waliozaliwa sio kwa damu, au si binadamu tena. Na hao kwa kuzaliwa tu, kwa kuzaliwa tu, hao hawana dhambi kwa sababu hawana damu. Sasa leo hii ili tukose damu lazima tuzaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili katika Kristo ndio tunazaliwa bila damu. Maana damu na mwili, damu na nyama hazitaurithi ufalme wala kuharibika. Hakuwezi kuurithi kutokuharibika. Kwa hiyo tunavua hali ya kuharibika kwenye mawazo yetu. Adamu wa kwanza ni wa mavumbi, ni wa udongo, na wote waliozaliwa naye ni wa udongo, ni wa hivyo. Adamu wa pili au wa mwisho anatoka mbinguni, ni wa mbinguni, ni wa roho, ni wa mwili wa roho katika ulimwengu wake. Na ulimwengu wa roho si ulimwengu wa damu, si hauna mwili ya damu. No. Ulimwengu wa roho ni roho katika ulimwengu wake, ni maumbo katika ulimwengu wake, lakini yasiyo na kitu kinachoitwa damu. Ndiyo maana hata Yesu alipofufuka anajitambulisha kama asiye na damu. Anasema mimi sio mzimu, maana mzimu hauna mifupa na nyama. Hakusema mifupa na damu, hakusema nyama na damu, hapana. Na ndio maana hata Adamu wakati anamuona Hawa alisema huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Hakusema damu katika damu yangu. Leo ukiwa unamwelezea mtu wa karibu, hausemi yani huyu ni mtoto wangu, huyu ni mwili wangu, huyu ni mfupa wangu. Usemi hivyo, unasema huyu ni damu yangu, kwa sababu kwenye damu ndio uhai wako unapokaa. Kwa hiyo unajitambulisha kwenye uhai unapokaa. Kwa hiyo Yesu kujitambulisha kwamba ni mfupa na nyama, wala hataji damu, hakuwa anazungumzia kuhusu damu. Na pale ukigundua Tomaso akasema Bwana wangu na Mungu wangu, kwa hiyo alitambulisha Mungu asiye na damu. Ndio maana pia sisi kwenye Yohana sura ya 12, sura ya 1 mstari wa 12 na wa 13 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliozaliwa sio kwa damu wala sio kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu hazai wenye damu. Ndio maana anasema mmezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Halafu anazungumza anasema kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi, kwa sababu uzao wake unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kwa hiyo mahubiri yetu, tunapohubiri au kuwafundisha watu, tunatakiwa tuonyeshe ukweli wa uthibitisho wa kwamba dhambi imeondolewa, ili watu waanze kujiumba upya katika hali ya kutokuwepo na dhambi. Huko ndiko kuzaliwa upya, na huko kuzaliwa upya ndiko hakuna damu. Watu wanaanza kuzaliwa bila damu, na wanapoanza kuzaliwa bila damu, ina maana ndo wanaanza kuzaliwa Mungu. Na hawa wakiweza, ndo sasa wakabadilisha mawazo yote, ndo wanakosa limitation pia, na wenyewe wanatawanyika kila mahali. Ndo ile Yesu anasema hao ulionipa nataka wawe pamoja na mimi popote nilipo. Kwa hiyo tayari wale ambao wameshapokea hali hiyo ya maisha mapya na kuzaliwa mara ya pili, tayari wapo popote alipo Kristo. Ina maana hawana limitation tena, wametawanyika, wako kila mahali. Ndio maana Adamu kabla hajaanguka hana limitation. Anaposema alikuwa mpweke
pekee, maana ametazama na kuona uumbaji wote wa Mungu. Anasema hakuna anayefanana naye. Hakuwa anazungumzia bustanini, alikuwa anazungumzia kwenye ulimwengu mzima. Alikuwa ameshafika kwenye sayari zote ambazo wanasayansi bado wanaota, zingine hata hawajazijua, hata hawajaweza kuzielezea. Zingine wanasema ili ufike kule utahitaji spidi ya mwanga miaka 100,000 kufika kwenye sayari fulani. Lakini ukweli katika hali hiyo, Adamu alikuwa ameweza kufika huko kote, na alikuwa ametawanyika na anajua kila mahali na kila kiumbe, kwa sababu alisema katawale viumbe vyote, ina maana vilivyo kwenye ulimwengu. Kwa hiyo sayari zote unazoziona ziko kwenye ulimwengu. Kwa hiyo ili awe mtawala wa ulimwengu, lazima awe kila mahali ambapo ulimwengu umefika. Sasa Adamu angekuwaje ametawala ulimwengu kati hajafika baadhi ya sayari? Na angewezaje kutoa tangazo hilo kwamba hakapakuwa na kitu kinachomfanana wakati hajafika kila mahali? Kwa Adamu alifika kila mahali. Kwa hiyo kila mahali alipaona, alipajua, na vilivyomuwemo aliviona, alivijua. Kwa hiyo alikuwa kila mahali, ambapo ndo Yesu anapokuja anasema hao ulionipa nataka wawe pamoja na mimi popote nilipo. Na ndio maana hata leo watu wanaposema wanamsubiri Yesu kuja mara ya pili, ni watu wapagani hawa, ni watu ambao bado hawajamwamini Yesu hawa, kwa sababu wote wanaomwamini tayari popote alipo na wenyewe wapo. Sasa kama yuko mbinguni sasa hivi na wenyewe wapo, afadhali na ushahidi upo unaosema alifufuka pamoja na sisi, akakaitishwa pamoja na sisi katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu na jina litajalo sio katika ulimwengu huu hata ujao pia. Kwa ametupa ukweli. Na kwenye Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 anasema kati ya jambo kubwa tunalolizungumza ni hili, ya kwamba tunaye kuhani mkuu aliyeketi juu katika mamlaka juu mbinguni. Mstari wa 6 unasema tumeketishwa pamoja naye. Kwa hiyo hapa mbinguni, Waebrania sura ya 12 inatupa ukweli kuanzia mstari wa 22. Inasema tumeshaufikiria mlima Sayuni, Yerusalemu wa mbinguni wenye majeshi elfu. Halafu Wagalatia Paulo anatueleza sura ya 4, anasema Sara ni mama yetu sisi na yeye ndio Yerusalemu ya juu. Oh, haleluya. Kwenye Wakolosai sura ya 2 anatueleza, anasema wenyeji wetu ni mbinguni. Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 pale anazungumza, anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafikirini yaliyo juu, Kristo aliko, mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja naye mahali alipo. Alafu anasema na Kristo huyo aliye uhai wenu atakapofunuliwa, hapo mtafunuliwa pamoja. Hakuna cha mahali unamsubiria anakuja mahali kutoka mahali fulani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza 1 pale anasema tu wana wa Mungu, wala haijafanyika bado itakavyokuwa, lakini atakapodhihirishwa tutamuona kama alivyo. Mimi nasema sio nitamuona kama alivyo, pale nitakapojiona mimi alivyo. Oh, haleluya. Kwa hiyo ukiwa na damu huwezi kurithi ufalme. Oh my God. Mwambie jirani yako kimbia damu, damu, damu. Mwambie kimbia damu itakuwa. Mwambie kimbia damu. Unajua ukishapata na damu ndio njaa, kila kitu. Kwa hiyo kama manjaa bado yanauma sana, damu, damu, damu. Hello. Kwa hiyo anasema mnafanywa upya fikra zenu. Kwa Efeso sura ya 4 aliwaita wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata watu wote watakapofikia umani wa kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kufikia katika utimilifu wa kimo chake, ili tusiwe watoto tukidushwa huku na huku na kuchukuliwa na upepo wa kila elimu na madangani matupu, bali tukue katika yeye hata tumfikie yeye aliye kichwa, yani Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kuruzukiwa. Haleluya. Katika maongeo yako hukuza mwili hata upate kujijenga wenyewe katika upendo. Haleluya. Halafu anasema kwenye mstari wa 20 anasema sivyo nyinyi mlivyojifunza Kristo. Halafu anasema mkivua utu wa kale mnavaa utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Rumi sura ya 12 mstari wa 2, mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu, msienende ulimwengu unavyoenenda wa wenye damu. Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 49 fika 53 inasema
mnavua utu wa kale, mnauvaa utu mpya, mnavua kuharibika, mnavua utu kuharibika, mnavua. Pale mtakapovua hali hiyo ya kuharibika yote, hapo ndipo litatimia lile neno linalosema uzima umeshinda mauti, imemeswa na kushinda kwa uzima. Halafu anasema ndio tutatangaza uwapi mauti kushinda kwako. Ulikotangazia watu wakabaki wakifanya wanachofanya, lakini wanajua tu nasubiriwa kufa. Wanafanya wanachofanya, wanasema tu ngoja nifanye hili haraka kwa sababu anajua na ngoja kufa. Ndio hapo kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 24 anasema adui wa mwisho atakayebatilishwa kwenye fikra zenu ni mauti. Kwa hiyo pale fikra zako zinapotambua mauti haina nguvu tena, jikate kwenye mwili wako, utagundua ukatiki, alafu hauna damu. Ukisikia ndani yako nasema wapi mauti? Haleluya! Mauti imemezwa na kushinda kwa uzima. Katika mawazo yangu yote yamepokea hali mpya. Haleluya! Utakuwa kama unajaribu, tutashangaa. Unajua hata kile kinachoitwa mbawa, ukweli sio mbawa, ni uwezo wa kwamba sasa hauna limitation. Kwa hiyo usubiri kukuta kwamba atachomoka mabawa huku. Chana hizo story. Bawa tena ndani yako kuna manyoya au mabawa yanatokea yananyama.